Mambo vipi mwanafamilia wa Cruise Mastori? Leo hii nakuletea sehemu 10 Afrika ambazo unapaswa kuzitembelea. Yani kuna sehemu ambazo ziko katika nchi tofauti tofauti ya kupaswa utembelee miji hii katika Afrika ili uweze kuenjoy zaidi. Na twende kazi bwana. Nafasi ya 10 nimekuletea jiji la Dar es Salaam kutokea Tanzania. Dar bwana kutokea Tanzania ni moja kati ya jiji ambalo unapaswa kutembelea kama wewe ni mtu au mzungu umekuja Afrika, kwa kuwa Dar es Salaam ni mji ambao unabata sana, ni mji mzuri, mji wenye hali ya hewa nzuri, na vile vile bwana Dar es Salaam iko pembezoni mwa bahari. Upewe nini sasa? Kuna majengo mazuri, vile vile kuna hali nzuri ya hewa kwa sababu iko pembezoni mwa bahari ya Hindi. Ila mji wa 9 nakuletea ni Johannesburg kule South Africa. Johannesburg South Africa ni moja kati ya mji ambao umepangika, naweza nikasema umejengeka. Na kama uko Afrika basi ya kupaswa utembelee Johannesburg kutokea South Africa. Ni moja kati ya mji mzuri zaidi na unaweza ukaishi vizuri sana. Ila nafasi ya 8 bwana ni Kigali Rwanda. Kigali kwanza inasifika sana na ni moja kati ya mji mkuu wa Rwanda. Ni moja kati ya mji kwanza umejengeka, ni mji ambao msafi na vile vile hata usafiri wake basi ni mzuri zaidi. Kama wewe upo Afrika au umekuja Afrika, basi Kigali Rwanda unaweza kuwa ni mji mzuri zaidi. Ila nafasi ya 7 bwana ni Luanda huko Angola. Angola ni moja kati ya mji nao ni mzuri sana kutembelea huko Angola, na ni mji umejengeka sana na vile vile una historia kubwa katika huu mji. Huu mji kuna historia kubwa sana kutofautisha na miji mingine ambayo nimeitaja hapo kabla. Ila mji wa 6 ambao nakuletea ni Addis Ababa huko Ethiopia. Addis Ababa tunajua ni mji mkuu wa Ethiopia, vile vile ni mji wa kibiashara na ni mji ambao umejengeka sana. Vile vile kuna biashara nyingi, hata kama mfanya biashara unaweza kuwa ni mji mzuri sana kwako kuweza kuishi na vile vile kukufeva zaidi. Ila nafasi ya 5 nakuletea Accra huko Ghana. Accra ni mji mkuu wa Ghana, by the way. Accra ni mji mkuu wa Ghana na ni moja kati ya mji wa kibiashara na ni mji ambao una hali ya hewa nzuri na unaweza ukaishi ukaenjoy zaidi, na vile unaweza ukajifunza tamaduni za watu wa Ghana. Ila nafasi ya 4 bwana inaangukia Nairobi, Kenya. Yani Kenya, Nairobi majirani zetu, yani kama watu wa TZ, Nairobi bwana ni majirani zetu. Nairobi ni moja kati ya mji mzuri, mji wa kibiashara na ni mji ambao una teknolojia kubwa, kwa kuwa ni mji ambao umewekezwa. Yani naweza nikasema moja kati ya mji ambao umefanyiwa uwekezaji mkubwa sana kuanzia majengo na miundombinu bwana ni Nairobi ambao imeshika nafasi ya 4. Ila nafasi ya 3 ni Cairo, Egypt. Cairo kwanza tunaujua vizuri, Cairo ni mji mkuu wa Egypt. Then Cairo imebeba utamaduni wa Muafrika, kwa kuwa Cairo kuna mambo mengi sana ya kizamani ya kale ambayo yapo. Ila kwa sasa hivi Cairo ni mji ambao umeendelea kinoma, vile vile umejengeka sana. Yani ni mji ambao utajiromu. Ila nafasi ya 2 bwana ni Lagos, Nigeria. Tunajua kabisa Lagos ni mji mkuu wa Nigeria na ni moja kati ya mji ambao matajiri, madoni na wawekezaji wakubwa bwana wapo huku. Na vile vile sio tu hivyo bwana, huku kuna hali ya hewa nzuri na vile vile ni mji ambao ni moja kati ya mji unaweza kusema ni watoto zako. Tukiangukia kule nchini Nigeria, tukisema tu Lagos unaonekana ni moja kati ya mji ambao ni mkubwa zaidi. Ila nafasi ya 1 bwana ni Cape Town, South Africa. Kila mtu anafahamu kwamba Cape Town, South Africa ni moja kati ya mji ambao mkubwa na mzuri zaidi kwa hapa Afrika, na ni moja kati ya mji ambao una wazungu wengi na una Waafrika wengi, na huu mji umefanyiwa uwekezaji mkubwa. Kama utapata hela basi tembelea hii miji.